Yaani katika kifungu ambacho tulisoma cha Ufunuo 14 fungu la 14 tunaelezewa kuhusu watakatifu. Watakatifu, kama wewe unajihesabu kuwa mmoja wa watakatifu, ni lazima kuwe na sheria na uaminifu kwa nani? Kwa Yesu. Tulipokuwa kule nje mmeniambia nikiingia labda niongelelee kuhusu uaminifu. Kuna tofauti kati kuwa mwaminifu kwa kanisa lako na kuwa mwaminifu kwa nani? Kwa Yesu. Ndio sababu mkiangalia hata church manual ya makanisa yetu, kuna mafungu fulani, mambo fulani ambayo hayajali uaminifu wetu kwa nani? Kwa Yesu. Badala yake yangetaka tuwe waaminifu kwa uongozi wa nini? Uongozi wa kanisa. Kati ya uongozi wa kanisa na uongozi wa Yesu, ni upi ambao tunafaa kuufuatilia? Ni uongozi ni uaminifu wetu wa Yesu. Yesu. By the way, tukiwa na Yesu kama moja wapo ya nguzo za imani yetu, bila shaka tutakuwa na imani nyingi. Kwa hivyo sheria za Mungu tunazijua, ikiwemo sheria ya 4 ambayo inasema nini? Ikumbuke siku ya Sabato na uifanyie nini? Na uitakaze. Na inaposema kumbuka, inamaanisha ya kwamba kuna wakati ambapo ulikuwa umeambiwa kuhusu hiyo Sabato, sasa pale unakumbushwa. Kwa hivyo imani ya Yesu, by the way, versions zingine zinasema the faith of Jesus. Ukiwa na Yesu ndani yako, akiwa anakutawala kwa njia ya Roho Mtakatifu, bila shaka jambo lako la kwanza lingekuwa kumpendeza Yesu badala ya kumpendeza nani? Mwanadamu. Ndio sababu ukiangalia kuna fungu pale hatujasoma lingine, lakini kabla hatujaenda kwa Ufunuo 19 fungu la 10, ningependa turudi kwa kitabu cha Luka 2, mahali ambapo tunamuona Yesu akichukuliwa wapi? Hekaluni, akiwa na umri wa miaka mingapi? 12. Luka 2 fungu la 51 na 52. Inasema ndipo akashuka pamoja nao hadi Nazareti. Huyu sasa, baada ya Yesu kutafutwa na wazazi wake kwa kipindi cha siku 3, amewakosa nyumbani, wamemtafuta, wamempata ndani ya hekalu. Alafu hebu rudia fungu la 51. Ndipo akashuka pamoja nao hadi huyu Yesu sasa akashuka pamoja na Mariamu na Yusufu ambaye ni babake. Alafu naye alikuwa mtiifu kwao. Naye alikuwa mtiifu kwa wazazi wake. Lakini mama yake akayaweka moyoni mwake mambo haya yote. Lakini mama yake ambaye alikuwa anaitwa Mariamu akayaweka haya mambo kwa moyo wake ndani. Alafu 52. Naye Yesu akakuwa katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Kiingereza inasema and Jesus increased in wisdom and stature. Ndio kusema kwa hekima na mwili. Kwa hekima na mwili. Yesu akaendelea kuongezeka, kugrow kwa hekima na mwili. Alafu baada ya kuongezeka kwa hekima na mwili, soma hiyo sehemu ya mwisho. Akimpendeza Mungu na wanadamu. Akimpendeza kwanza nani? Mungu. Na nani? Mwanadamu. Sasa niwaulize swali. Haya mambo hayakupangwa hivyo nini tunasema? Kiajali. It's not accidental. Yesu akampendeza Mungu kwanza, alafu akampendeza nani? Binadamu. Yaani Kiingereza inasema and in favor with God and men or man. So Yesu alipokuwa anagrow kwa hekima na kimwili in stature, kwanza akampendeza nani? Kwanza Biblia imesema imeanzia mwanadamu? Mungu. Biblia imeanzia Mungu.
alafu nani anafuata? Wanadamu. Mwanadamu. Sasa kazi ya wengi ya washirika wa nominal church wangependa kwanza kumpendeza nani? Kwanza kumpendeza nani? Mwanadamu. Mwanadamu. Labda mchungaji wa kanisa au mzee wa kanisa au kiongozi wa conference, yaani wanaogopa kumkasirisha pastor, badala kwanza ya kujali kumkasirisha nani? Mungu. Mungu. God first. Mungu kwanza. Ndio sababu na hata Yesu alipotafutwa akachukuliwa na wazazi wake, aliwatii. Hilo ndio tumelisoma. Kwa nini mnadhani Yesu aliamua kuwatii wazazi wake? Ni kwa sababu sheria inasema watoto wawatii kina nani? Wazazi wao, lakini kwa Bwana, in the Lord, kwa Bwana. Hilo jambo ni la muhimu sana. Maana mzazi Charles hawezi akakwambia unajua Biblia inasema unitii kama mzazi, lakini mzazi akwambie chukua panga tuteremuke, unajua mjomba wako anatusumbua sana, si ujifiche mahali akipita hivi ukatakate kichwa. Hilo utamtii kweli Charles? Maana mzazi amesema, si Biblia imesema? Biblia inasema tuwatii wazazi, lakini kwa Bwana, yale ambayo yanampendeza Mungu kwanza, alafu kama yatampendeza binadamu yawapendeze. Jambo ambalo tunalisoma kutoka hapa ni hili: Yesu akawatii wazazi na yeye anazingatia sheria, si ndio? Maana sheria ambayo imemfanya watii wazazi ni sheria ambayo inasema watoto wawatii wazazi wao. Akawatii akasema, hata kama nimekaa hekaluni kwa siku 3 na nimewasumbua wazazi wangu. Kumbuka aliwaambia nini kwanza? Hamukujua ya kwamba yafaa nikae katika nyumba ya nani? Ya babangu. Hamukujua ya kwamba Mungu kwanza, alafu nyinyi baadaye. Hamukujua Mungu kwanza. By the way, ndio sababu nataka kuwachochea ya kwamba sisi kama tumejitenga, ya kwamba sisi ni wana matengenezo, kwanza tunuie, we aim at pleasing God kwanza, wengine baadaye. Unajua tukianza kuelezea mambo ya men, ya kwamba akagrow in favor with God first, God mbinguni, alafu baadaye ni wanadamu. Sasa niwaulize, je, wazazi wetu ni wanadamu au sio wanadamu? Ni wanadamu. Na tunawatii tu ndani ya Bwana, ndani ya Yesu, kulingana na nini? Na sheria na mapenzi ya Mungu. Very, very important. Chini ya men kuwapendeza, kuwafurahisha. Hapa hata bibi yako kama umeoa, kama kina bibi wangekuwa hapa, ningewaambia na hata waume zenu. Bibi anataka kutoka nyumbani aende kanisani, aende kumwabudu Mungu kwa roho na kwa kweli, lakini unapata na muogopa mumewe. Maana mumewe hataki aende wapi? Kanisani. Angependa kwanza ashughulikie mifugo nyumbani, ikifika saa 3 saa 4 atafute zizui maji ya ng'ombe, saa 5 saa 7 anamuuliza kwani kanisa kuna nini huko? Uachie ng'ombe nini? Huyu mama ikiwa yeye ni mcha Mungu wa kweli, yafaa ampendeze nani kwanza? Hapa ndipo kuna mambo. Hapa ndipo kuna wokovu wetu. Mungu kwanza. Hilo fungu alikuandikwa, mbona hawakuanzia Yesu akampendeza mwanadamu kwanza alafu na Mungu? Fungu limesema hilo lilikuwa Luka 2 fungu la 53. Alipofika nyumbani akaendelea kuishi maisha ya utauwa, ya kumcha Mungu, ya kumtii Mungu, ya kumwogopa Mungu. Alipokuwa anafanya hivyo akajipata sasa na umpendeza Mungu kwanza, alafu na watu baadaye. Ndio sababu ili fungu ni muhimu sana. Sheria na ushuhuda, utakatifu wetu ni lazima ujengwe katika hii misingi ya imani.
uaminifu kwa Yesu. Faith to Jesus ama in Jesus. Ukianza kuweka kanisa lako mbele kwanza, ati nikienda kanisani ama nisipoenda kanisani, mchungaji Kaunda atanionaje kama ninachelewa? Au Deme atanionaje nisipoenda kanisani? Hapo ni nani umetanguliza kuogopa? Ni mwana? Tungeweka Mungu kwanza, mambo yetu yangeenda mbele vizuri. Tukiangalia mambo ya subira ya watakatifu, uvumilivu, Kiingereza inasema ni long suffering. Long suffering ni maneno mangapi? Si ni mawili? Kuna suffering, kuna na long. Kuna long na suffering. Suffering kwa Kiswahili ni nini? Si ni kuteseka, kusumbuka. Kusumbuka ambako ni mrefu ama ni kufupi? Ndio sababu kuna long suffering hapa. Mbona Biblia haikusema short suffering? Ni kumaanisha ya kwamba mojawapo ya matunda ama tunda la Roho Mtakatifu, maana tulisoma katika kitabu cha Wagalatia 5 fungu la 22 na 23. Mtakatifu lazima awe na hili tunda. Hili tunda ni long suffering, kusumbuka kwa muda mrefu. Yaani kusumbuka kwa ajili ya imani yetu. Ikiwa ni mwenzetu mtumishi Deme, kila wakati labda anasafiri kwenda mbali kwa ajili ya injili, mahubiri, hapo unaweza ukapata amejinyima mengi. By the way, tulisoma yaani kujinyima kuko, yaani kuna uvumilivu, kuna subira ya watakatifu. Mfano, asubuhi alipokuwa anagusia kuhusu country living, how I wish mungeona uzito wa maana ya country living. Country living mnajua kwa ufupi ni kukaa wapi? Lisavuni bwana, ushago, mbali na kelele cha magari, mbali na kelele cha viwanda kama kuna maenda streets around, mbali na kelele cha majirani, mahali ambapo na kashamba kako unapanda mimea yako. Maana hivi karibuni hatutakuwa na kuuza na wala kufanya nini wala kununua. Hivi karibuni makosa ni ya kwamba every time tunaambiwa kuhusu kununua ama kutonunua ama kuuza ama kutouza, tunafikiria ya kwamba hilo ni tukio la mbali. By the way, kuna quotation ambayo Deme ningesoma lakini nimesahau. Ellen G. White anasema ni event that is so long awaited event is seen to becoming. Yaani kuna mambo ambayo tumekuwa tukiyasoma ya unabii ambayo tulikuwa tunafikiria ya kwamba kutendeka ama kutimilika kwao ni wapi? Ni mbele, pengine baada ya kutoka kwetu duniani. Lakini hebu soma kitabu cha Habakuki 2 fungu la 2 na la 3. Habakuki 2 fungu la 2 na la ngapi? Na la 3. Yaani, na kuna mahali Ellen G. White anasema normally trouble is more intense when it is anticipated than real. Anticipated ni wakati unaingojea hiyo taabu ya Yakobo mfano. Yaani unaendelea, lakini wakati imefika ndio unakuja kugundua kumbe ilikuwa hivi. Napendelea kufungua kitabu cha Habakuki 2 fungu la 2 na la 3. Ningependa kuelezea hiyo sehemu. Wenzangu, acha niwaambie kwamba tukiambiwa kuna vita kati ya Iran na Israeli na Marekani na pengine mataifa ya Kiarabuni pale, vile mlivyosema, by the way, mafuta ni kama dhahabu kwa nchi za wapi? Za Uarabuni. Kwa nini? Kwa sababu kila sekta ya uchumi ni lazima itumie nini? Itumie mafuta, petrol. Hiyo mafuta iwe imesafishwa ijasafishwa ni kigezo muhimu sana kwa kusukuma uchumi wa nchi yoyote. Na kama vile tulivyodokezewa asubuhi na mtumishi ya kwamba hii bei ya 182. By the way, Deme, acha nikwambie,
Nilisema Habakuki 2 fungu la 2 na la 3. Wewe ifika hapa alafu ngoje. Hacha niwaambie wenzangu. Mnajua kama mngejua the science behind vile mafuta yanatengenezwa kule chini ya ardhi. Najua nimefanya hivi, how I wish ninge drill kiasi kwenda chini. Tunaambiwa ya kwamba mafuta yanatolewa mbali. Yaani wanadrill mpaka kufikia mafuta is not 1+1. Halafu jambo lingine, ukisoma vile mambo ya mafuta yanatengenezwa kule chini, tunaambiwa yaani mafuta yanatengenezwa kutokana na long time ago vitu vinaitwa fossils kwa Kiingereza. Fossils ni wanyama, animals zilikufa zamani kitambo. Hiyo ni geography. Hiyo simaanishi ni Biblia, hiyo ni sayansi sasa. Hatujaingia kwa Biblia. Na miti, mimea ambayo ilikufa zamani ikazikwa chini ya nini? Ya ardhi. Zikikutana zimeozeana, zimekuwa sijui namna gani process nyingine hapo. They are very much deep in the ground. Assuming hiyo ndio surface ya ground, layers za mamiamba, the rocks, that's a layer and another layer and another layer and another layer. Wakidrili kwenda hivi kama vile wanadrili wakati wa kutafuta maji, wanafika mahali panaitwa impermeable rock. When we talk of impermeable, it means hiyo maji haiwezi yakanywea kwenda chini. Sasa ina act kama water table. Yaani ndio kusema mafuta sasa yamepatikana wapi? Mafuta ndio haya, si ndio? Hayawezi yakasink tena kwenda chini kwa sababu huu mwamba, hii rock iko impermeable. Tuko na permeable and impermeable. Permeable ni ile maji yanaweza, or anything liquid, anything ambacho kiko maji kinaweza kikanywea kikaendelea kuelekea chini. Sasa iko impermeable. Sasa tunaambiwa fossils hizi zilikuwa buried down deep, mahali chini, miaka mingi, wanasema millions and millions of what? Of years ago. Hizo zimeozeana, zimetengeneza hizo nini za kutengeneza mafuta, in simple terms oil, yeah? Kitu ambacho sasa haya maelezo yao hayawezi yakafanana na Biblia. Ni idadi ya nini? Idadi ya miaka, millions and millions of years ago. Lakini kulingana na Biblia, tangu dunia iumbwe inakaribia kumaliza miaka mingapi? Miaka 6,000. Wale wenzetu ambao ni wageni, this world is not older than 6,000 years ago. By the way, if anything, ndio tunakaribia mwisho. Ikiisha hicho kipindi cha miaka 6,000, na hiyo inaenda sawa na ile mbinu ya kuhesabu siku kulingana na Biblia. One day equals how many years? 1,000 years. Ndio sababu tuko na millennium. Baada ya miaka 6,000 tunaenda kupumzika mbinguni kwa miaka mingapi? 1,000. Millennium 1,000. Hii ndiyo sababu siku moja ikiwa ni equivalent of 1,000 years. Ndiyo sasa hapo tunaangalia umuhimu wa Sabato kiunabii. Sabato ni siku ngapi? Ni moja. Ndio equivalent ya miaka mingapi tumesema kiunabii? 1,000. Tukiwa mbinguni tunapumzika na Mungu. Alafu tutakuja kurudi kutoka huko, tukae duniani hii ikiwa dunia mpya na mbingu mpya. Tutaambiwa itakuja kuumbwa upya. So where were we? Tulikuwa tunasema ukiona mafuta karibu tunakubaliana na sayansi jinsi na namna ambavyo mafuta inatengenezwa. Jambo ambalo peke yake tunadifa na sayansi ni idadi ya miaka. Wanasema ni miaka millions. Yaani animals and plants zinaozeana kule chini, zinatengeneza chemicals ambazo mwisho zinaitwa nini? Zinaitwa mafuta, oil.
Kitu ambacho peke yake tunadifa tumesema ni miaka. Ukweli wa mambo ambapo tunakubaliana ni ya kwamba ni animals na nini na mimea. Hilo lilifanyika wapi? Wakati wa gharika ya nani? Ya Nuhu. Wakati wa Noah's flood. Maana wanyama waliangamia kwa maji, si ndio? Na hata mimea iliangamia kwa maji. Mungu akaamua ya kwamba sasa utajiri wote ambao unafanya mwanadamu anakuwa na kiburi na anaongeza dhambi, lazima izikwe wapi? Izikwe mbali chini sana. Lakini tunapopata hayo mafuta ndio yanasukuma uchumi, karibu kila uchumi ya nini? Kila uchumi ya kila ulimwengu. Ndio yani ya kila nchi. Ndio sababu asubuhi mnenaji aliposema ya kwamba labda wakati mafuta yatapotea tutaenda kwa stima, alikumbusha ya kwamba na hata stima chenye kina generate stima ni nini? Ni mafuta tena. Ndio mafuta. So what we are saying is this. Wakati petrol ilishuti kutoka ilikuwa 70 na kitu kwa lita, 70 na kitu ilikuwa quality even 73 shillings per liter. Tulikuwa tunashangaa. Kitambo ikatoka pale ikaenda 80, ikaenda 100, ikaenda 150 labda, na sasa tukasema imefika ngapi? Karibu na 182 na hata 184. Hapo ndipo inarenjia. Tunaona ni kama mazoea. Yaani unaona ni kama ni lazima uweke gari mafu, na unapoangalia unaona si tofauti ni ndogo, shilingi 2. Unachomoa pesa, unafungua tanki, gari inaweka mafu. Lakini kumbuka ikifika 250 hata na hapo tutazoea. Lakini uende ikashuti ikafika ngapi? 500. Watu wataanza kupunguza safari za kutumia magari. Sasa utanipata ndani ya matatu, utaniuliza mwalimu, mbona leo uko Mariboro ndani? Nitakwambia kagari nimeweka mahali, lakini na hiyo Mariboro mahali ambapo ilikuwa na charge 250 nayo itaongeza ifikishe pengine wapi? 300, na mwisho tutarudi kuishi kienyeji. Hiyo kienyeji inamaanisha nini? Country living. Kukaa wapi? Nyumbani, kama vile mababu zetu walikuwa wanafanya nini? Wanakaa. Kwani walikuwa wanakaaje? By the way, country living. Kwa nataka kuandika country living. Walikuwa wanakaaje? Country living ndipo tunaelekea. Upende usipende. Hata kama unajua roho wa unabii na shauri, kama una kijishamba, kama una kashamba. Lakini sikuna wengine ambao hawana shamba. Hapo sasa ni Mungu atafanya nini? Atashughulikia. Lakini kwanza kama huko na kashamba, anza kujiandaa kuanzia lini? Kuanzia sasa. Kujiandaa. Hii kitabu kimeandikwa nini? Preparations for the final crisis. Kujiandaa. Na final crisis means tumekuwa na macrisis zingine hapo zamani. Lakini hii inaitwa nini? Inaitwa final. Final kwa Kiingereza, kwa Kiswahili. Final ni mwisho kabisa. Final crisis, kujiandaa. Shida ni ya kwamba tunasema tujiandae, lakini hatufanyi nini? Hatujiandai. Unajua yani hiyo ndio tabia ya watu. Jiandae. Yesu yuaja. Dalili kwa kusema kweli zinafanya nini? Zinaonyesha. Kusikia tunasikia, lakini kutenda hatufanyi nini? Hatutendi chochote cha kuonyesha ya kwamba tunajiandaa. Hiyo ndio shida. Na hiyo ni furaha ya nani? Ya joka yule shetani. Kwanza aweke ujio wa Yesu mara ya pili, aweke wapi? Ausukume mbali mbele. Uone ya kwamba hiyo shida mnasema final crisis haitafanya nini? Haitakuja nikiwa hai. Hebu soma hiyo sikie. Habakuki 2 fungu la 2 na 3. Inasema, inaja iseme, kisha Bwana akajibu, andika ufunuo huu na ukaufanye wazi juu ya vibao. Uandike ujumbe huu na ukaufanye wazi juu ya nini? Ya ubao, kwa sababu nyakati hizo ni mbao zilikuwa zinatumika. Halafu
ili mpiga mbiu akimbie nao. Ili mpiga mbiu akimbie na mpiga mbiu, mnajua ni nani? Ni wewe na wewe na wewe na wewe na wewe na nani? Na mimi. Halafu 3, kwa kuwa ufunuo huu unasubiri wakati uliokubalika. Kwa sababu ufunuo huu umewekwa kwa wakati uliokubalika. Halafu unazungumzia mambo ya mwisho. Huu ufunuo unazungumzia mambo ya lini? Ya mwisho. Halafu na kamwe hautakosea. Na kamwe, hata kama unazungumzia nyakati za mwisho mbele kabisa, kamwe hautafanya nini? Hautakosea. Halafu iwapo utakawia, wewe usubiri. Hata kama huo ufunuo utakawia, utadelay, wewe usubiri. Wewe usubiri tu, wewe usubiri. Kwa hakika utakuja na hautachelewa. Hakika utakuja na hautafanya nini? Hautachelewa. Umeisha? Kiingereza inasema fungu la 3, for still the vision awaits its appointed time. It's waiting its appointed time. Yaani kuna wakati ambao huu ufunuo umewekewa. Alafu inasema it hastens to the end, it will not lie. Ndio kusema hautadanganya. If it seems slow, wait for it. Yaani hata kama unaonekana kama unakawia, bado ufanyie nini? Ungoje. Maana it will not lie, it will surely come, it will not delay. Kwa nini basi tujiandae? Preparing for the final crisis. Tunaambiwa mambo ya country living, ni kuambiwa tunaambiwa. Lakini kujiandaa tumefanya nini? Tumekataa. Ndio sababu nilikuwa nataka nitoe ushuhuda ya kwamba hata mimi nyumbani sina shamba kubwa, hata kashamba akako. Lakini hivi karibuni nilienda nikapanda, nikaweka matunda. Hata ninapoenda huko once in a while, inaangalia vile matunda yanafanya nini? Yamefika kiwango gani? Ile kienyeji tulisema karibuni tutaingia. By the way, sometimes tunaona ni kama mchezo, lakini tutasukuma na nini? Na hali itakavyokuwa. Maana katika manyumba ya kukodisha, tuseme mfano, hata mwenyewe, maana hatutanunua wala kuuza. Kama umekodisha nyumba, si mwenyewe ataitisha rent? Kama hakuna kununua na kuuza, utakuwa na rent ya kulipa? Lazima sasa hapo tutakuwa tumesukumwa na hali ya maisha, turudi wapi? Nyumbani. Halafu jambo lingine nilikuwa nataka nilizungumzie. Hata kama hiyo vision inaonekana ina delay, tumeambiwa ya kwamba haitadanganya. It will surely do what? Come. Surely. Hiyo inakuja. Surely inakuja. Huyu alipoandika kitabu hichi, of course alicompile maandiko ya roho wa unabii ya nani? Ya Ellen G. White. Mambo ya alama ya mnyama, mara ni Jumapili ndio hiyo na kadhalika. Page yake kitabu hiki ni page, ningependa kusoma page 112. Inasema page 112 paragraph ya mwisho, it is no time now for God's people to be fixing their affection or laying up their treasure in the world. Ni kama hii ulisoma asubuhi ya kwamba si wakati kwa watu wa Mungu ambao tunaishi sasa katika dunia hii tuweke tuseme imani yetu kwa vitu vya wapi? Vya dunia, vya ulimwengu huu. Alafu chini yake inasema the time is not far distant. Yo kusema wakati sio mbali sana, when like the early disciples, kama vile mitume wa Yesu wa kwanza, we shall be forced to seek a refuge
in desolate and solitary places. Hivi karibuni, maana unajua nataka niandike haya maneno, desolate and solitary places. Hivi karibuni we will find ourselves here places. Mnajua ukigoogle, maana siku hizi hata kama tuna dictionary, ukigoogle kwa simu utafute neno desolate, na mnajua hii ni roho wa unabii, na tulisema ya kwamba hata kama ufunuo unaonekana kuchelewa, hakika lazima mwisho utafanya nini? Utafika, unakuja hivi karibuni. It is no time. Nakumbuka ya kwamba haya mambo yaliandikwa na Sister Ellen G. White wakati wa zamani, lakini sasa ni kama umekaribia zaidi. Tumeambiwa like the early disciples, we shall be forced to seek a refuge. Refuge mnajua Kiswahili nini? Ni kimbilio, si ndio? In desolate and solitary places. Tutakuwa forced. Kuwa forced Kiswahili ni kulazimishwa, yaani itabidi. Okonyorote yo muntu nga eveterere tindwa, imebidi nifanye nini? Nitoke hapa niende, maana sina nini? Sina namna, hapa kaliki. By the way, desolate ukiangalia ni mahali ambapo ni karibu sawa na nini? Na desert. Desert kwa Kiswahili ni yaani ni kana kwamba hakuna watu, ni kana kwamba hakuna uhai, mahali ambapo hivi karibuni itabidi tufanye nini? Tukimbilie hivi karibuni. Msilisahau lile fungu ambalo tulisoma Habakuki 2 fungu la 2 na la ngapi? Na la 3, ya kwamba hata kama unaona haitawezekana, unajua when it says we will be forced, itabidi, italazimisha, si ndio? Ni kama utapata umemfunga ng'ombe tangu asubuhi mpaka jioni, amekula majani karibu na hapa mahali ambapo amekula mpaka hayo majani yamefanya nini? Yameisha. Ni saa 5, hayo majani hayakutoshea, haikushiba. Inaanza kuangalia ng'ombe apate majani mengine wapi. Anaona mahindi yaliyo karibu, kama yalikuwa bado yamefenziwa mahindi hayo, mtu ameweka sengenge, na ng'ombe labda amefungwa karibu na hapo, amekula majani mpaka majani yamfanya nini? Yameisha. Utamuona ng'ombe akijilazimisha mpaka navuta kamba, mpaka kamba inafanya nini? Inakatika, mwishowe inaingia ndani ya mashamba la mahindi. Kama kulikuwa na fenzi hapa, ameingisha kakichwa, labda kule majani hapa karibu, akapata yamekuwa matamu, kuna mengine ndani. Katika zile jitihada za kutaka kujisogeza mbele, kuna mti hapa kwa fensi, mpaka huo mti unafanya nini? Mpaka fensi inakatika. Yaani huyo ng'ombe ungemuuliza mbona ukatoka mahali ambapo ni kufunga ukaingia kwa mahindi, angekuambia ilibidi, ililazimisha. Sio kupenda kwa nani? Sio kupenda kwangu. By the way, when we talk of desolate and solitary, ni mahali ambapo ni kana kwamba pana upweke, yaani mahali ambapo kwa sasa hutatamani. Like sasa ninaambiwa hivi. Ukambani ni nchi ambayo ni nusu kame, ni semi-arid region. Kama mtu unatafuta shamba la kununua, lazima uulize mambo sijui matatu. Je, kuna barabara karibu na hapo? Barabara ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni maji. Kuna mto hapo karibu, chemchemi ya maji? Utaambiwa hapa hakuna maji, lakini ukitaka kisima utadrili tu mita chache kwenda chini upate maji. Kabla ya mtu kununua shamba, hayo ndiyo mambo ambayo anauliza. Kuna maji? Je, kuna barabara? Je, kuna stima? Wakati huo, when we shall be forced to go to desolate and solitary places, hutauliza kama kuna maji. Yaani utajipata tu huko. Lakini uzuni ya kwamba tunaambiwa Mungu wetu atatujali. Haleluya. Yaani tunaambiwa ya kwamba hata kama hatutakuwa na vyakula sisi wenyewe,
Hii inanikumbusha wakati Wanaisraeli walikuwa wanatoka Misri. Alafu tena tunaambia ya kwamba katika ile miaka yote walikuwa jangwani. Walikuwa jangwani miaka mingapi? Miaka 40. Tunaambia kwamba hata mavazi yao hayakufanya nini? Hayakuzeeka, hayakuchakaa, hayakuchanika. Viatu ambavyo walitoka navyo Misri ndivyo walikuwa navyo kwa miaka mingapi? 40. Ikiwa kuna watu ambao waliishi zaidi ya miaka 40 jangwani, yale mavazi yao hayakufanya nini? Hayakuzeeka. Mbona walipokuwa ndani ya Misri yakuwa nazeeka? Ni kwa sababu kulikuwa na alternatives, kulikuwa na options. Wakati Mungu ametupa options hapa nje, uenda asiingilie sana. Badala yake, kama tuna maji mfano, sijaona watu wakisumbuka sana na maji hapa Kisii, maana maji yako kila mahali. Kwingine bwana hakuna maji. Kwingine bwana, mimi naangalia TV, hata nawe pengine watu wanasumbuka na ukame na ardhi ambayo imepasuka pasuka. Unapata kina mama wanasema kama kuna shida hapa ni shida ya nini? Ya maji. Yaani wanakaa wakifikiria maji, jinsi watakavyoamuka waanze kutafuta nini? Maji. Alafu mtu anasema kila asubuhi wakiamuka wanaenda mwendo wa kilomita kati ya 8 na ngapi? 10, safari ya miguu kutafuta Utaona basi wakiwa na punda mmoja alikuwa anasema pikipiki moja inadai shilingi 500, vibuyu ni 5 na inaenda kwa kilomita hizo 10 na kurudi. Sasa maji. Hapa Gusii hatuna shida ya nini? Ya maji. Hata ndio sababu mnaona wengine wakifungua tapu, wanafungua tapu, wananawa mikono, hata wanaacha tapu ikiendelea kufanya nini? Kiendelea kumwaga maji. Yaani tungekuwa tukimshukuru Mungu kwa sababu hatuna shida ya nini? Ya maji. Ni wangapi ambao tunamshukuru Mungu kwa sababu tuna maji, tuko na chakula, lunch tumekula kama kawaida, hatuoni ya kwamba na hata hatukumbuki ya kwamba kuna watu ambao wanakosa chakula. So roho wa unabii anaposema ya kwamba tutalazimika kuenda kwa desolate and solitary places, ni kumaanisha ya kwamba hilo ni kanisa la nani? La Mungu. Kumaanisha ya kwamba majengo kama haya hayatakuwepo. Kanisa la Mungu mnajua ni nini? Kanisa la Mungu ni jengo ama ni miti ama ni mawe? Ni watu waaminifu, watakatifu, wale ambao tulisema wanazishika amri za Mungu na kuwa na imani ya nani? Imani ya Yesu. Mimi naipenda imani ya Yesu sana. Unajua tunaposema ina sentence imani ya Yesu, wengi hawafikirii zaidi ya hapo. By the way, I wish nilikuwa na ile Desire of Ages changu hapa. Hicho kitabu kinaelezea imani ya Yesu kwa mapana na marefu. Mfano ukiangalia kitabu cha Mathayo 4 fungu la kuendelea pale, Yesu alikuwa anahubiri akiponya wagonjwa. Yaani hakuna jambo hata moja ambalo Yesu alikuwa anamuomba Mungu ambalo Mungu hakufanya nini? Hakulitenda. Kama ni vipofu alikuwa anasema, anamwekea mikono, anamwambia unataka nini? Ati mwalimu, rabi, ningependa kufanya nini? Kuona. Hakuna kesi hata moja ya uponyaji ambayo ililetewa Yesu ambayo alishindwa kufanya nini? Ile imani. Wakati alipokuwa amehubiri amemaliza, akapata umati wa watu huko na njaa, akasema lunch time. Alipoangalia wakati, ile program tulikuwa tunadraw hapa, akapata imekuwa saa 7 mpaka saa 8, watu wafumukane waende lunch, si ndio? Kwenda lunch ni kula nini? Ni chakula. Akapata ya kwamba ule umati ni mkubwa sana, na alipokuwa na waangalia, maana walikuwa the common and the ordinary, kwa wale maskini wa Mungu kwenda kutafuta chakula. Maana hata kama wangetoka hawakuwa na nini? Hakuwa na chakula bwana. Ndio sababu akauliza, je, kuna yeyote ambaye ana chochote hapa? Ndio akaambiwa hakuna chakula hapa cha kutosha watu. Yesu wetu ni kama unapoteza wakati hata kuuliza. Huu umati wote wa watu 5,000, chakula kitatoka wapi? Watu wafanye nini? Watu waweze kutosheka nacho. Ndipo Petro akamwambia,
only that there is a young boy here who has how many fish and how many loaves of bread. Ile mikate ilikuwa mingapi? Mikate ilikuwa mingapi? Miwili, si ndio? Mikate ndio ilikuwa miwili ama ni samaki? Mikate ndio ilikuwa mitano? Samaki mbili au samaki wawili, Kiswahili sanifu, si ndio? Sasa nataka unajua hapo ni imani ya Yesu. Watakatifu ni wale ambao wanazishika amri za Mungu na imani ya nani? Imani ya Yesu. Hapo ndio nataka tuangalie. Yaani imani ya Yesu, maana alikuwa na imani ya kwamba hawa watu ni wengi, lakini hakuna chochote ambacho kinamshinda nani? Kinamshinda Mungu. His Father said there's nothing impossible with my Father. Nothing. And by the way, Murara, when we talk of nothing impossible with God, unajua ni Luka ngapi? 1:37. Isome uone. Nataka kuona ni mambo mangapi ambayo yanamshinda nani? Yanamshinda Mungu. Kama tungekuwa na hiyo imani, mambo ya kufosiwa tujipate desolate na nini tulisema? Wacha niandike tena, desolate na solitary places. Unajua Deme, mimi wakati mwingine naombelea wakati huo utafika, yani kama naungojelea kwa hamu, ndipo nianze kuona miujiza ya nani? Ya Yesu wangu, miujiza ya Mungu wangu. Hiyo ndio imani ya nani? Ya Yesu. Imani ni yangu kaunda, lakini nimeitoa kwa nani? Kwa Yesu. Kaunda yako na imani ya Yesu. Imani ya Yesu ilikuwaje? Hebu soma hiyo. Kwa maana kwa Mungu kwa maana kwa Mungu hakuna lisilo. Haleluya, haleluya, amen. Eke funge kia ba mintongwa neke gusina linkungu kwa na bia. Aya Nelson, kefunge kio, kefunge kiaki, haki ya Mungu. Kekongo kibobe. Inga hakuna lisilowezekana kwa nani? Kwa Mungu. Kumaanisha ya kwamba kuna mambo mengi ambayo hayawezekani kwako na kwako na kwako na kwako, lakini kwa Mungu hakuna jambo hata moja ambalo alifanya nini? Haliwezekani. Hiyo ndio imani ya nani? Ya Yesu. Hiyo ndio imani ya nani? Ya Yesu. Hiyo ndio imani ya nani? Ya Yesu. Akakumbuka ya kwamba hata kama mikate ni miwili na samaki ni mikate ndio mitano, si ndio? Baadaye wana confuse hata mimi. Mikate ndio ilikuwa mingapi? Mikate ndio 5, samaki wangapi? Ndio sababu nikapeana nafasi hapa. Naona ni kama tunataka hapa inatuambia kwamba hakuna lisilowezekana. Hakuna jambo. Hata mnakumbuka Paulo na Sila walipoiba wakiomba ndani ya gereza. Milango ya gereza ilifanyika nini? Ilifunguka bwana. Fungu hilo la Luka 1 fungu la 37. Hata milango yawe 50. Maana gerezani unapita mlango mkuu, unaingia vilango vingine hapo vya vyuma, machuma yamewekwa, makufuli yamewekwa, lazima yafunguliwe na askari ambaye analinda gereza wakati huo. Na ni usiku. Mungu akafungua, akashindwa kufungua? Hapana. Kumbuka ya kwamba wakati wa dhiki kuu, maana tumeambiwa ni final crisis. Kuna mengi ambayo shetani atatupangia, lakini uzuri ya kwamba Mungu naye ambaye ni baba yetu atakuwa ametupangia yetu. Na uzuri ni ya kwamba shetani hajui Mungu wetu ametupangia nini. Wakati tunapoambiwa hakuna kununua wala kuuza, Mungu ametupangia mema mazuri wenzangu. Haleluya. Maana hakuna lolote ambalo linamshinda nani? Ndio maana Yesu akasema mikate ni 5. Hivi. Asiumi huo ni mkate. Mkate mwingine hivi. Imefika mingapi? Imefika 2. Mikate ni mingapi? Mikate ni 5. Imefika 3. Mikate ndio hiyo.
imefika mingapi? 4. Assuming hiyo mikate ilikuwa na hiyo shape nyakati hizo, imefika mingapi? 5 loaves of bread. Alafu na samaki tunaambiwa ni wangapi? Samaki ni wawili. Mnajua spirit of prophecy Tower of Ages inasema nini kuhusu huyo kijana na hawa samaki? Alikuwa amewabeba ndani ya kikapu. Kinaweza kuwa kikapu ama kama hiki hivi. Kama ni kikapu ni hivi. Ameweka ndani, si ndio? Alikuwa anafanyia nini hao samaki wawili na mikate 5 kwa mkutano mkuu? Wengine wanasema labda alikuwa anafanya hawking. Si mnajua hawking? Hawking ni kuuza bidhaa mahali ambapo pana watu labda zile hela alikuwa anauza, anafanya katikati ya watu, anawaambia nani samaki, nani mkate. Alafu akafika mahali akapata kuna mtu anachapa injili hapa sawa. Akasahau kuendelea kuuza, na yeye akakaa kama yeyote. Sasa alipokuwa anatulia pale, Yesu ndiye huyu anahubiri vizuri. Alafu inafika wakati lunch break, inafanya nini? Inafika Yesu anataka kudismiss watu waende for lunch. Alafu akawaonea huruma, anapokuangalia hivi at face value, anaona huyu mamanyi hata haki nikimwambia aende kutafuta lunch, hiyo lunch haifanyi nini? Haiko. Abangina barosire, kina mama wamechoka mpaka hata ukiangalia nyuso zao ni kama wana kiu ya maji, wana njaa ya chakula, wamechoka. Na Yesu akaona ni afadhali kama ningekuwa na lunch hapa karibu, tungemalizia lunch hapa, alafu kipindi cha jioni kifanya nini? Kiendelee. Alafu tunaambiwa Peter alisema nini? Lord, there is a small boy here, a laddie, who has only how many fish? 2 fish. And how many loaves of bread? 5 of them. Alafu akaongezea kwa kusema, what is that compared to huu umati mkubwa wa? Sasa hiyo ni nini? Yaani umwana uli yako musyako tabanga ki Yesu chinsubere chioka nemegati 5 inkira isana abantu babo. Yaani uko nakubuli ibintu Yesu bitatokonye. Yaani onyota akorteki hata kama ungeuliza. Yaani mikate 5 na samaki 2 itatoshea nini? Yesu akasema nini? Hebu muite huyo kijana hapa. Akaleta hapa. Sasa umati ukakazia Yesu nini? Macho. Angalia. Unajua hata na hao hawakujua ili fungu Luke 1:37 ya kwamba hakuna lisilowezekana na nani? Kwa Mungu hakuna. Hao wanalijua. Nani peke yake ambaye alikuwa analijua hilo fungu? Yesu ambaye alikuwa mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Bado tuko katika imani ya Yesu. Hapa ndipo kuna subira ya watakatifu wanaozishika amri za Mungu na imani ya nani? Uenda pengine unaijua sheria za Mungu, lakini imani ya Yesu hujajua chochote. Imani ya Yesu kuijua ni lazima usome the Tower of Ages ama the Gospel books, the book of Matthew, Mark, Luke and John. Ndipo uone vile Yesu alivyokuwa anafanya mambo, vile alivyokuwa na imani ndani ya Mungu wake ambaye ni babake. Ndio sababu alikuwa anaambia Mafarisayo ya kwamba mwana wa Mungu hafanyi lolote isipokuwa ameona babake akifanya. Na kumbuka ya kwamba Yesu alitoka kwa babake mbinguni. Kwa hiyo alipokuwa na babake mbinguni alikuwa anajua hili kwa Mungu wangu ambaye ni babangu ni rahisi, ili lazima litafanywa. Hata akisema leo jua lisimame, si Charles, kwa jina la Yesu jua litasimama. Kwani mara ngapi wakati wa vita kati ya Wanaisraeli tunaambiwa jua lilikuwa linafanya nini? Linasimama. So imani ya Yesu ikamuelekeza ya kwamba samaki wawele wanaweza kuwa samaki wengi. Mikate 5 kwa imani ndani ya babake Mungu inaweza kuwa mikate mingi. Alafu tunaambia kwamba akaangalia mbinguni akamshukuru Mungu. Kwa nini? Kwa sababu already we have how many fish? Akasema Mungu wangu ni asante. Kwanza tuna samaki wangapi? 2. Halafu akaambia Mungu akamshukuru babangu wa mbinguni ni asante. Maana tayari tulikuwa na mikate mingapi? 5. Hata tuambiwe na Biblia ya kwamba waliuliza
Hiyo unajua yule kijana hakuuliza unachukua mikate yangu wapi? Wewe unachukua mikate yangu wapi? Ni kwa sababu huyu alielewa Yesu amehubiri na nguvu, maana kila mtu alikuwa anaamini ya kwamba huyu mwalimu, huyu rabii hakuwa kama mwalimu yeyote. Kumbuka usiku ule wakati Nikodemo alimtembelea, alimwambia rabii, sisi tuwajua ya kwamba wewe u pamoja na nani? Na Mungu. Kwa maana hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kufanya ishara na miujiza ambayo unafanya kama Mungu hayuko na ye. Alimwambia hivyo. Kwa hiyo huyo kijana hakupinga, asema wewe unachukua mikate yangu wewe kwanza niliachiwa na mama hatataka. Roho wa Mungu akatawala. Yesu akachukua samaki wale wawili na mikate mingapi? Na ile mikate 5, alafu akashukuru Mungu. Alipoweka mikate chini, mikate na samaki wakafanya nini? Wakaongezeka. Ule umati ukala, ukashiba mpaka karibu wageni, karibu. Thank you. Tunaambiwa, maandiko yanatuambia nini? Maandiko yanatuambia mabaki yalikuwa ya kiasi gani? 12 baskets. Vikabu vikabaki vingapi? 12. Vikiwakilisha nini? Makabila mangapi ya Wanaisraeli? 12. Na hata wale mitume wa Yesu walikuwa ngapi? Imagine. Mimi when I was growing up nikiwa nyumbani, mama alikuwa anapika ugali ama chakula ambacho tukila hata kama tuko 5 brothers and sisters, kibaki kile chakula kibaki baada ya tumeshiba, ndipo mama alikuwa anajisikia vizuri. Alikuwa anajua ya kwamba watoto wangu sasa wamefanya nini? Wameshiba. Lakini kama mungemaliza chakula alafu mumwambie hata kama kimeisha tumeshibia juu ya alama, alikuwa anaamini ya kwamba mlishiba? Hapana. Ngeto igotera igoro mama tago kumino nyabu kimabwaera ntwakoraki. Mama hangeridhika. Mama ataridhika tu ikiwa ataona chakula kimefanya nini? Kimebaki. Bado tuko katika imani ya nani? Imani ya Yesu. Kuna mambo mengi ambayo tunajifunza hapa. Wakati ambapo tutajipata tukiwa in desolate places na solitary places, ya kwamba mnajua tunaposoma lile fungu la tulisoma Luka 1:37 ya kwamba hakuna jambo linalomshinda Mungu. Ni kumaanisha ya kwamba hata kama hatungekuwa na samaki, hata kama hatungekuwa na mikate, niwaulize, je, Yesu angeshindwa kutengeneza chakula? Niambie, Yesu angeshindwa? Yesu angeshindwa? Hakuna. Kwani uumbaji wake unatuambia nini? Alikuwa anasema let there be, mwangaza, na mwangaza ungetokezea. Let there be. Yaani Mungu wetu ana uwezo wa kutengeneza kitu hata kama hakuna chochote. So tusione hii alafu tuseme kama hatungekuwa. Kwanza hii ilikuwa mpango wa Mungu, samaki wawili wafanya nini? Wapatikane na mikate, ndipo Mungu aonyeshe. Sasa hata hatujui hatima ya yule kijana mwenye samaki wawili na mikate 5. Baadaye niambie, Yesu wake anakuambia nini? Aliitisha samaki wake wawili na mikate ama alichukua basket 2 za mikate na kila kitu? Sasa ni kama alichukua mingi, hata yote. Akaambiwa sasa hata ukichukua zote sisi tumefanya nini? Sisi tumeshiba. By the way, tunaambiwa our God is more than able to do more than we expect. Hallelujah. More than we pray for. Yaani Mungu wetu ana njia nyingi za kutenda mambo kushinda vile tunafikiria. Yaani usianze kupiga hesabu wakati huo tutakuwaje hapa, tutakuwaje. Mungu wetu ndiye anafanya nini? Anajua. Jambo ambalo tunahitajika kwa sasa hivi ni kujenga imani yetu. Kwanza hiyo imani tunapoijenga, tunaijenga juu ya mwamba. Na huyo mwamba wetu ni nani? Ni Yesu Kristo. Ndio sababu tukasema msingi wetu ni mitume, manabii na Kristo Yesu ambaye ndiye jiwe kuu la wapi? La pembeni. Alafu tukiwa na hiyo imani ya Yesu,
Tukumbuke hilo fungu la Luka 1 fungu la 37. Hakuna jambo kubwa ambalo litamshinda. Chochote chawezekana kwa Mungu. Bila shaka tutasonga mbele kwa imani. Kwa sababu ya wakati, ningependa kukomea pale. Kama tutakuwa na misingi na msingi huu, alafu tukumbuke ya kwamba jambo letu kuu la kwanza, our priority number 1. Tulisoma Yesu alipokuwa hekaluni, akarudi akawatii wazazi wake wakaandamana naye kwenda nyumbani. Aligrow, he developed kwa hekima na kimwili. Akampendeza nani kwanza? Nani alipendeza kwanza? Ni Mungu. Alafu baadaye akampendeza nani? Mwanadamu. Alafu somo ambalo tunajifunza kutoka hapo ni ya kwamba tusinuie kumpendeza mwanadamu kwanza, tunuie kumpendeza Mungu. Usiulize mbona unajiunga na kundi ambalo mko wawili. Kwani mahali ambako mko 3000 mnafanya nini? Mahali ambapo unapata labda huyu ni Ezekiel, amekalisha watu Uhuru Park, imejaa kila mahali. Mungu haendi na umati. Wana ndio tunaambiwa ya kwamba njia ya kwenda mbinguni ni pana ama ni nyembamba? Nyembamba. Na wanaipata ni wangapi? Wengi ama wachache? Wachache bwana. Wanahimiza watu ya kwamba na kukumbusha ya kwamba hata wakati wa gharika ya Nuhu, waliokolewa walikuwa ngapi? Ni toto 8 peke yao. Only 8 souls were saved. Lakini tena ukiangalia kitabu hicho cha Mwanzo 6 inayozungumzia kuhusu gharika ya Nuhu, inatuambia ya kwamba watu walikuwa wengi. Yaani the population ya watu ilikuwa kubwa, wengi. Na vile watu walivyoongezeka, ndivyo na dhambi ilifanya nini? Iliongezeka. What do we learn from there? The more the people, the more the sin. Vile watu walivyo wengi, ndivyo na dhambi inafanya nini? Inaongezeka. Kutokana na hiyo experience ya Noah. Juzi tu mwa wale ambao mnakaa Nyamira, mulisikia hapa Bundo asubuhi wametangaza vijana 3 wamefanya nini? Wamepigwa na kuuawa kinyama. Sio kama mulisikia Murara. Waliuawa. Eti usiku walikuwa wanashiriki wizi, alafu wakafumaniwa, wakashikwa, wakakatakatwa. Hii asubuhi nikawa na hamu ya mimi kuwaona. Lakini kabla niwaandae kuwaona, Roho Mtakatifu akanikumbusha ya kwamba, kumbuka ya kwamba mtumishi, nyakati za mwisho uovu utafanya nini? Utaongezeka. Nilikuwa najiuliza vile watu vijana wezi wanauawa kinyama, wanakatakatwa bila nini? Bila huruma. Wengine hata naambia ukishikwa hivi, kwanza unafungwa mikono na miguu, wanatafuta petrol lita 5, unafosiwa, unafanya nini? Unakunywa yote, unameza. Mwingine aliniambia hivyo. Alafu ingine nawekwa kando. Kabla unyweshwe hiyo, unaambiwa tuambie ujinga yako yote, malilio yako yote, fanya nini? Uyaseme hapa. Maana hapo unaona panga, unaona visu, unaona sijui na nini. Unaambiwa sema yako ya mwili. Wamekuwa wakiuawa hivyo, lakini hawa ambao waliuawa majuzi tu jana, wako mmoja walisae, nilienda nikawaona. Yaani hawana hiyo fikira ya kwamba watu wanauawa kinyama na sisi tusiende kufanya makosa. Ni kwa sababu uovu wa watu umefanya nini siku hizi za mwisho? Umeongezeka, na roho za watu zimekuwa ngumu, mawe mbaya mbovu mwisho. Yaani abaisi bako teba ngonye bali baitetwe, abune litukulia buli akore tondo keke. Yaani anapokuvamia usiku na wewe amejiweka atoboe, asifanye nini? Asitoboe. Sasa nilipoenda kuangalia, nikapata wameshatolewa hadharani kwenda kwa mochari. Hati hapo nyuma ndio wanawaonea, nikapata wameshafungiwa kwa mochari. Kupita kule nyuma kwa mochari, the first people I'm seeing on the tables ni vijana 3, kana nao wengine wamekufa kawaida, na wamekatakatwa mbaya, macho yamekodolewa hivi, wamefungwa. Yani unashindwa hii dunia yaelekea wapi? Wenzangu, acha niwaambie kwamba mlango wa rehema hivi karibuni unafanya nini? Unafungwa, na Roho wa Mungu anaendelea kufanywa nini? Kuondolewa wapi? Duniani. Maana kijana mmoja, kwanza hao wote kila mtu alikuwa anapiga nini?
alikuwa anapiga na shangilia, anasema nao sasa kila mtu sasa wakaanza kusema watu wataanza kulala nini? Usingizi bwana. Sumbua watu. Mtu naambiwa ati huyo kijana mmoja ati kuna wakati alichapa nyanya yake mwenye alikuwa kichwa yake haikuwa sawa sawa. Ati akamlazimisha kumulisha mavi ya huyo mama, akamlazimisha akala kinyezi kabisa kama chakula. Tena ati akamtandika makalioni, akamtandika mpaka makalio yakawa mabaridi. Yaani yakawa bwe. Huyo mama akachukuliwa hospitalini, baada ya wiki moja akala. Na yeye alishikwa briefly, alafu aliposhikwa briefly, alipoachiliwa kutoka hapo, wakati wa maziko ya huyo nyanya yake, ati anaonekana akiringaringa hapo, nikana kwamba anasema sasa mlinishika na tena niko wapi? Niko hapa, sasa fanya mpendavyo. Ndio sababu watu walikuwa wanafanya nini? Wanashangilia. Lakini kwa wale ambao tunasoma roho wa unabii na maandiko, haya yote natuonyesha ya kwamba tunaishi nyakati za mwisho. Watu wamekataa Injili, wamekataa sauti ya nani? Ya Mungu. Tumuombe Mungu, tujiandae kwa ajili ya final crisis ambayo imekaribia. Tusiwe wasomi tu, lakini tusifanye nini? Tujiandae. By the way, kwa Kiingereza tunasema the evidence is out here ya kwamba Yesu yuacha hivi karibuni is overwhelming. Ushahidi ya kwamba Yesu na mlango wa rehema unafungwa hivi karibuni ushahidi ni mwingi. Mungu na atusamehe, Mungu na atuandae, Mungu na atubariki tunapoendelea kujiandaa kwa ajili ya ujio wa Yesu mara ya pili. Wangapi pamoja nami ambao wangesema Mungu atuandae tujiweke tayari? Ni wangapi kwa kunyosha mkono? Mungu na wabariki. Amen. Warning Voice of the Last Days, sauti ya ukweli.